kabisa. Kwa sasa tukikita kambi ndani ya klabu ya soka ya Simba, tukiendelea kutazama tetesi za usajili na usajili pia ambao wanaendelea kuwinda, lakini pia wachezaji ambao wanataraji kuondoka klabu na hapo kwa ajili ya kupisha usajili mpya. Tuanze na Karabou Jamou ndani ya klabu hiyo na tazamiwa kutolewa kwa mkopo. Wakati fulani hivi ni nikizungumza na mtaalamu fulani wa soka akiniambia kwamba Jamou Karabou ni aina ya quality ambayo ukiamua kuitafuta hapa Tanzania pia unaipata. Kwanza binafsi alikuwa sahihi. Ni mchezaji ambaye ana faida ya kuwa na mwili na nguvu. Hizo ni attributes ambazo anaweza kawa nazo yeye na ukazitafuta Tanzania ukazipata kwa watu wachache. Lakini swala la kimbinu, lakini namna ambavyo ana control mpira, kasi, Watanzania wengi wanaweza kucheza kuliko yeye. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba walimsajili wakiwa hawafahamu nini ambacho wanakipata kwake exactly. Na nafikiri kuna wakati ambao tunaenda kusajili kwa kuangalia video za YouTube, jambo ambalo wanaamini ni kosa. Ni vizuri unapoenda kuangalia mchezo, uangalie mchezo mzima na ikiwezekana nenda kabisa uwanjani na uangalie katika vipindi vyote. Huyu mchezaji Jamou Karabou alisajiliwa kwa kuangalia kwa video ya YouTube. Na naamini usajili wa Tanzania kwa asilimia kubwa watu wanaangalia YouTube. Lakini ni vizuri mkajiridhishe kuhusiana na uchezaji vizuri, kwa sababu kwa ligi ya Tanzania anaweza kaonekana anafanya sahihi hasa kwa sababu akifanya makosa na yuko Simba hayawezi kuonekana kirahisi. Lakini unapoenda kimataifa unakutana na wachezaji wa level ya juu zaidi ambao wanahitaji wachezaji ambao wanafikiria vizuri, lakini pia wako vizuri kwenye swala la kasi, kwa sababu ukienda kimataifa kuna vitu vinaongezeka. Kasi ya kufanya maamuzi inaongezeka, lakini pia hata speed yenyewe ya mchezo inaongezeka. Kwa hiyo unahitaji mchezaji ambaye anaweza kumatch the tempo, anaweza kumatch the thinking way ambayo inaendana na mpira wenyewe. Kwa hiyo nafikiri Jamou by the way ni mchezaji, lakini kuchezea Simba na Yanga nafikiri hapo ndipo ambapo lazima, au Singida, Azam ambao sasa mcheona kimataifa, sidhani kama anastahili kufika kwenye hizo levels. Kwa hiyo kuna wachezaji kibao hapo Tanzania wanaweza kucheza kwenye nafasi yake. Mfano tu mdogo, Nangu. Binafsi naamini Nangu anastahili kucheza mbele ya Jamou miaka yote, muda wote. Sawa.